Huu ni mchakato wa uchimbaji wa dhahabu. Unapokuwa umepasua ule mwamba, huwa unasafirishwa, unapelekwa kwenye kinu cha kutwangia, ndio hiyo crusher. Ukishatoka kwenye kinu cha kutwangia, hilo duara unaloliona limezunguka, alafu pembeni kuna kama kisima kikubwa cha maji, ni kwamba ule unga uliopatikana huwa unachanganywa na kemikali. Ukishachanganywa na kemikali, ndipo ambapo unaweza kuitenganisha dhahabu na makapi. Ukishatoka hapo, kinachofuata, hiyo dhahabu inapitishwa kwenye moto, na ndipo unaweza ukapata dhahabu iliyo safi. Sasa twende kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa mwanadamu wa chakula. Mfumo wa mmeng'enyo wa mwanadamu wa chakula unafanya kazi kama ilivyo uchimbaji wa madini. Yaani unapotoka kwenye udongo mpaka unapata dhahabu safi, ndivyo ilivyo chakula kinavyopatikana pia. Ukishachukua tonge lako la ugali, unapeleka kwenye crusher. Crusher ni mdomo, una meno, unavunja kile chakula kwenda kwenye vipande vidogo. Ukishavunja, kile chakula kinasafirishwa kutoka kwenye mdomo kwenda kwenye tumbo. Sasa kabla hakijafika ndani ya tumbo, pale nje huwa kuna valve, kuna gate ambalo linaruhusu chakula kiingie, na linazuia kikiingia kisifanye nini? Kistoke. Sasa kikishafikishwa tumboni, kinameng'enywa. Kumeng'enywa maana yake ni nini? Chakula kilichovunjwa kikachanganyikana na mate, kikifika tumboni kinachanganywa na tindikali, alafu tumbo linakuwa linafanya hivi kukichanganya kile chakula. Kwa hiyo matokeo yake kile chakula kinachanganyikana na asidi, na ile asidi pamoja na vimeng'enya vingine ndivyo vinavyo sasa enda kutafuta vile vinutrients, sasa vile vimatofali vinavyojenga mwili wetu. Alafu hatua inayofuata, kile chakula kinafyonzwa kuingia kwenye damu. Kikisha fyonzwa kuingia kwenye damu, makapi yanaenda mpaka njia ya haja kubwa yanatolewa. Lakini kile kilichofyonzwa kwenye damu pia huwa si kwamba kinaingia tu mwilini mwako moja kwa moja, kinapita kwenye ini. Kikitoka tu kinapita kwenye ini ili kihakikiwe ubora. Kama kuna sumu au vitu fulani vinatolewa pale kwenye nini jamani? Kwenye ini, alafu ndipo kinaruhusiwa kuingia kwenye mzunguko wako wa mwili ili kikupatie mahitaji yako. Sasa katika haya mambo yote matano ya msingi, kuvunja, kusafirisha, kumeng'enya, kufyonzwa na kuhakiki ubora, haya manne ya chini yanafanyika bila uwezo wako. Yaani chakula ukiisha kimeza hauna uwezo wa kukidhibiti tena. Kwa hiyo sisi tunaweza kudhibiti chakula kabla hatujafanya nini? Kwa hiyo sehemu pekee tunayoweza kudhibiti ni kwenye sehemu ya kula. Sasa hapa ndipo tutaangalia makosa unayoweza kufanya. Na ubaya wa hili dude ni kama limtambo. Ukiishaanzisha sehemu moja, umeliwasha rote. Hata kama unatafuna karanga, sijui unanielewa vizuri, hata kama unakula karanga ngapi? Nimewahi kuwa na saga unga enzi zetu kule nyumbani, mama alikuwa ananituma kusaga unga. Kuna siku ukienda na kilo 2 pale mashineni, jamaa anakuambia subiri kwanza waje na wengine ili asage kwa pamoja. Asije akawasha mashine kwa kilo 1, kwa sababu mashine kwanza kuwaka inatumia umeme mwingi, na mpaka kuzima inafanyaje? Uzime tena, uwashe tena, umeme unaenda. Kwa hiyo anaambia subiri, mkiwa wengi nitasaga. Kwa hiyo sasa mwili nao ni hivyo hivyo. Ili dude ukiliwasha, haijalishi ni jojo, haijalishi ni karanga moja, haijalishi umeonja kitu gani, unawasha dude lote. Sasa ni makosa gani watu huwa wanafanya? Moja, watu wengi wanakula ovyo. Mimi si wahukumu kwamba unakula, inawezekana hauli sana, ila unakula kidogo kweli kistaarabu. Hata nikipishana na wewe siwezi kutishika kwenye sahani yako, lakini unakula mara kwa mara. Sasa kwa nini kula mara kwa mara ama kula katikati ya milo ni vibaya? Twende pamoja. Tumeambiwa kwamba tumbo lina lile geti pale, ile valve. Ile valve huwa inafunguka tu inaporuhusu chakula kuingia tumboni.
Hiyo picha ya kwanza. Chakula kikiisha ingia tumboni, hii picha inayofuatia kulia, hiyo inaonyesha valvu imefunga na lile tumbo sasa limeanza kuchanganya nini? Mwili unapoelewa sasa umeacha kutafuna. Unajua tumbo pia linaenda kwa adabu. Wanapeana taarifa, bana, ameacha kutafuna. Sasa funga valvu tuanze kufanyaje? Kumeng'enya. Kwa hiyo wakiisha kuwa wamepata taarifa kwamba umefunga valvu, wanaanza kumeng'enya. Maana yake hii valvu inafungwa kwa sababu ile asidi haitakiwi kurudi wapi? Kurudi nyuma. Yaani ni sawa na kuchukua dhahabu uliokwisha iponda ponda uirudishe tena kwenye nini? Kwenye mashimo kule uliko chimba. Unakuwa unafanya kazi bure. Kwa hiyo tumbo nalo kikiisha fika tumboni, wanasema haya, asante mdomo, asante koo, tuachie kazi inafunga. Sasa shida inakuja wapi? Unapokula katikati ya mlo, wakati mmeng'enyo unaendelea, unauchanganya mwili unasema jamani, kuna kingine kinakuja huko, sasa kinaenda wapi bwana? Hakina pa kwenda, hebu fungueni geti. Kwa hiyo mwili unafungua nini? Unapofungua geti, kumbuka ule mchakato wa kusaga kile kilichomo na wenyewe unaendelea. Kwa hiyo matokeo yake ile asidi inarudi inapanda mpaka kwenye koo. Ndiyo maana tunakuwa na matatizo ya kiungulia, mara sijui gesi imejaa kooni, tumboni, kwa sababu ikisha open valve kile chakula kinafanya nini? Kinarudi juu. Sasa ukifanya hivi mara kwa mara, kwa sababu hii asidi haikutengenezwa ili ikae kwenye koo, koo lako linaanza kusema sasa, ndugu yangu, linaupa taarifa mwili, sasa ndugu yangu, mimi mazingira yangu ya kazi ni magumu, nahitaji mniongezee uwezo wa kukabiliana na nini? Na hii asidi. Kwa hiyo matokeo yake, kwanza ile valve inaathiriwa na ile asidi. Kwa hiyo inakuwa kama imetengeneza kidonda, na inapopona inatengeneza kovu gumu, kama ambavyo ukiumia na kidonda unapata kama kovu fulani gumu. Sasa ile kovu sio flexible, linakuwa tayari limeisha dhoofisha ile nini, ile valve, lile geti. Kwa hiyo maana yake lile geti linakuwa halina uwezo tena wa kudhibiti nini, asidi, wakati tumbo linafanya kazi yake. Lakini pia koo la chakula linapoungua na lenyewe linapoteza uwezo wake wa kunyumbulika, na hii hali ikiendelea kwa muda mrefu unapata shida. Sasa ngoja nikwambie makosa yanayotokea, na ninasikitika kwa nini watu wengi hili hawalielewi. Kosa moja watu wanalofanya, wakipata changamoto kama hizi za kiungulia, gesi kuwa nyingi, hawafikirii kujikagua mtindo wao wa ulaji. Wanachofanya, wanaenda kwa daktari. Daktari anachofanya, anakupa dawa ya kupunguza asidi. Sasa niwaulize wenyewe ndugu zangu, hivi ukipunguza kiwango cha asidi umetibu tatizo? Umetibu tatizo? Maana dawa utakayopewa itaenda tu kupunguza nini? Asidi, lakini haitakuondolea nini? Tatizo. Ndio maana ukiacha dawa unashtukia tena unafanya nini? Ile hali inarudi. Kwa hiyo unakuwa mteja wa hospitali. Na sisi ukija sasa, tutapata wapi mshahara? Tutakupa dawa tupate mshahara, ndo kazi yetu. Lakini kuna vitu ambavyo daktari hawezi kukufanyia. Daktari hawezi kucontrol utaratibu wako wa kula nini? Chakula. Ndio maana tunashauriwa milo ipeane nini jamani? Haya, sababu ya pili kwa nini milo ipeane nafasi. Unapokula chakula, kama nilivyowaambia, ili dude ukiwasha juu, umewasha mwanzo mpaka mwisho. Unapoweka chakula tu mdomoni, yani unakuwa umewasha mpaka mfumo wa mwili unajiandaa mpaka pale chakula kitakapoenda kupokelewa. Maana yake zile homoni zinazoshughulika na matumizi ya hicho chakula ndani ya mwili zinaruhusiwa. Sasa mojawapo ya homoni ni insulin. Ukishaanza kula tu, mwili unazalisha insulin. Unaona, kwa mfano ukila breakfast pale, unaona insulin inatolewa, na inapotolewa inahamasisha uhifadhi wa chakula cha ziada kwenda kwenye mafuta. Kwa hiyo ukisha kula, insulin inapanda, alafu kwa sababu umeacha kula inashuka. Ikishuka, kale kagepu kati ya breakfast na lunch inapungua. Inapopungua, maana yake unakuwa ni wakati wa kupoteza mafuta, kwa sababu insulin imefanya nini? Imepungua. Ukila tena lunch,
Ka insulini kanapanda, alafu ukimaliza kanafanya nini? Kanashuka. Unakuwa unapoteza tena mafuta ya ziada uliotumia. Sasa wakati unalala hayo masaa 8, insulini inashuka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kunakuwa na wakati mwingi wa mwili kutumia ile akiba ambayo imehifadhiwa kama mafuta. Sasa changamoto ya pili ya kula mara kwa mara ni nini? Ni kwamba wewe muda wote, hata kama ukila karanga tu, mwili unatoa insulini ya kutosha. Unatoa tu insulini. Maana unajua kwamba vinakuja. Kwa hiyo havijui kwamba utakuwa umekula karanga moja, ukianza hata kama unatafuna jojo, mwili unajua tu hii process hii kuna kitu kinakuja, inatoa insulini. Kwa hiyo wewe kama unakula mara kwa mara, maana yake muda wote unakuwa hauchomi mafuta, ila unahifadhi mafuta hata kama unakula kidogo kidogo. Kwa hiyo shida inakuja nini? Mbona sipungui uzito? Mbona sipungui unene? Unaona hiyo changamoto inapokuwa, lakini ni kwa sababu ya nini? Unakula mara kwa mara. Kwa hiyo unakuwa unahifadhi mafuta muda wote. Hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Daktari amesemaje? Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamu na jojo, japo si shauri, una hamu na karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya vinakuwa kwenye mlo wako mgapi? Ukifunga habari ya kula, umemaliza yote. Na Mungu awabariki sana.